Mpendwa mtazamaji wa chaneli ya CGCT Kuna Nuru Gizani TV, jina langu ni Gervas Baragomwa, mtumishi wa Mungu ambaye kila wakati nakuja na neno la Mungu. Wakati huu ninalo neno la Mungu litokalo kwa Bwana ambalo ni juu ya akili iliyo bora itokayo kwa Bwana. Wakati huu tutajenga msingi kwenye kitabu cha Zaburi ya 53 na mstari wa 2. Biblia inasema hivi: tokea mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Biblia inaelezea juu ya akili ya mtu anayemtafuta Mungu. Wanadamu wote walioko ulimwenguni walioumbwa na Mungu wana akili timamu, lakini Biblia inasema Mungu alichungulia katika ulimwengu ili aone kama kuna mtu mwenye akili. Tutaiangalia akili hii ambayo inazungumzwa katika Biblia. Wanadamu wote waishio katika ulimwengu wana akili, lakini Biblia inaelezea kitu hiki kwamba alichungulia duniani ili aone kama kuna mtu mwenye akili. Ni akili gani inayoelezewa katika Biblia? Akili inayoelezewa ni akili inayomjua Mungu, akili ambayo ikiwemo ndani ya mtu anaacha madawa ya kulevya, anaacha ulevi, anaacha magomvi na uzinzi. Akili ya kimungu inayoelezewa mahali hapa, ambayo Bwana alichungulia katika ulimwengu ili aone kama kuna mtu mwenye akili, ni akili ya kumpenda, akili ya kumtumikia, akili ya kubadilishwa, akili inayomfanya mtu azaliwe mara ya pili. Akili ya kimungu inapoingia ndani ya mtu, anazaliwa mara ya pili, anabadilishwa, maana yake anakuwa kiumbe kipya. Biblia inaelezea kwamba Mungu alichungulia ili aone kama kuna mtu mwenye akili. Akili nayo elezewa mahali hapa ni akili ya wokovu ambayo inamfanya mtu aikatae dhambi na kutembea katika utukufu wa Mungu. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, Biblia inapoelezea kitu cha namna hii, maana yake Mungu anaiangalia ile akili ya kimungu ambayo mtu akiipokea anakuwa mtu wa maombi, mtu wa kutafuta kutenda mapenzi ya Mungu. Huyo mtu mwenye akili iliyo bora anakuwa na moyo wa kutafuta kutenda mapenzi ya Mungu. Ni mtu anayefunga na kuomba, anatafuta uso wa Mungu ili apate akili iliyo bora. Akili iliyo bora itokayo kwa Mungu inamfanya mtu awe na kiu ya kutafuta mapenzi ya Mungu na kutembea katika njia za Bwana. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, iko akili ya kimungu inayotoka kwa Mungu ambayo imewafanya watu wengi watembee katika utukufu wa Mungu. Akili ya kimungu imewafanya vijana wengi waliokuwa wavuta bangi wapokee kubadilika. Akili tokayo kwa Mungu imewafanya kina baba wengi waweze kutembea katika utukufu wa Mungu. Akili ambayo Mungu alichungulia, ambayo tunaiona kwenye kitabu cha Zaburi ya 53 na mstari wa 2, ni akili inayowafanya watu waishi maisha matakatifu, maisha ya kumpenda Mungu, maisha ya kutembea katika amani, maisha ambayo ni ya mbadiliko wa ndani. Maana yake akili ya kimungu inawafanya watu waweze kuzaliwa mara ya pili. Wote tunaowaona wanatembea wamezaliwa mara ya pili kwa sababu ndani yao kuna akili ya kimungu ambayo imewafanya wawe na mabadiliko. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, akili ya kimungu inawafanya watu wawe watu wa maombi, watu wa kutafuta uso wa Mungu, watu wa kutembea katika neema ya Mungu na kujirinda na kila uharibifu. Akili ya kimungu imewafanya vijana wengi waliolemewa na madawa ya kulevya wapokee kubadilika ili wawe wanyenyekevu na watende mapenzi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, wakati huu ni mwisho wa mwaka, inawezekana imepotea akili ya kimungu ndani ya moyo wako.
Akili ya kimungu inaweza ikapatikana unapolikubali neno la Mungu na kutembea katika neno la Mungu. Akili ya kimungu imewafanya watu wengi wawe watu wa maombi. Akina mama wengi wamekuwa wa baraka kwa sababu kwenye maisha yao iko akili ya kimungu imekaa ndani yao, na kwa sababu imekaa ndani yao wanaishi maisha ya ushindi. Mpendwa unayenitazama kwenye chaneli hii, inawezekana kuna mambo yamepotea kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho kimeondoka kwenye maisha yako. Ulikuwa mtu wa maombi, ulikuwa mtu wa kufanya kazi ya Mungu, ulikuwa mtu wa kutafuta uso wa Mungu, lakini umepoteza sura ya Mungu kwenye maisha yako kwa sababu uso wa Mungu umepotea kwako. Ile akili ya kimungu inayowafanya walio wengi watembee katika wokovu, wampende Mungu, wawe na moyo wa unyenyekevu wa kutembea katika Bwana, imepotea ndani yako. Mungu anakuhitaji tunapoenda kumaliza mwaka huu ili uweze kurudi. Inawezekana umekuwa na wokovu ambao ni wa mazoea. Mungu anakuhitaji uyapokee mabadiliko mapya ili upokee kubadilishwa, uweze kupokea akili ya kimungu. Akili ya kimungu itatia kiu ya kumtafuta Mungu. Akili ya kimungu itatia ufahamu wa kumpenda Mungu na kutembea katika njia za Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana amenipa jambo hili ili niweze kusema na wewe, kwa sababu katika mwisho huu wa mwaka mzima umetembea, lakini kuna kitu umekipoteza. Ulikuwa na upendo wa Mungu wa kutembea katika kusudi la Mungu, lakini imeingia akili nyingine isiyompenda Mungu, ambayo hali ya wokovu wako umepoteza mwelekeo. Mungu akupe neema ili kwamba uweze kuipokea akili ya kimungu ambayo itakusaidia kutenda mapenzi ya Mungu. Nahitaji niombe na wewe. Inawezekana umepoteza, unataka urudi kwenye maombi, na nikupe siri moja kwamba akili ya kimungu inapatikana unapoliamini jina la Kristo, lakini usiwe na wokovu wa mazoea. Uwe na wokovu wa kukaa kwenye maombi ili upate ufahamu wa kimungu, ambao huo ufahamu utakusaidia kutembea katika ulimwengu. Mtandao wa ufalme wa giza katika dunia tunayoishi umetanda kwa viwango vikubwa mno, lakini watu wakao kwenye maombi na kutafuta uso wa Mungu, wanayo akili ya kimungu, ni washindi katika ulimwengu. Akina mama na akina baba wamekuwa washindi kwa sababu wanayo akili ya kimungu inayowaongoza kushinda dhambi ya ulimwengu. Mungu akubariki. Ninahitaji niombe na wewe. Inawezekana umekata tamaa. Mungu aweze kukusaidia na kukujalia kutembea katika kusudi la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ninamweka mtu huyu mikononi mwako. Naomba neema kwenye maisha yake, ukamsaidie. Amepoteza mwelekeo, ukampe neema arudi kwenye maombi, atembee katika utukufu wako. Bariki na kumtetea katika yote, ukamwambie kitu kipya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Amen.